Uh, Bwana Yesu asifiwe. Ni muda ambao nataka ni share kitu na wewe. Asa kwa wale ambao tumeokolewa na Bwana Yesu na tunaishi maisha ya wokovu. Nataka ni share jambo na wewe. Amen. Kwanza kwa heshima ya Mwenyezi Mungu na kwa heshima ya neno la Mungu, nataka nitoe kwanza hii kofia yangu. Niweke kwanza hapa chini. Kwa sababu kitu ambacho nataka nikizungumze ni kitu cha kiungu kabisa. Na mimi sitakuchosha, lakini nataka unisikilize kwa makini. Nisikilize kwa makini sana. Nitaongea kitu cha ajabu sana, ambacho huenda kitakushangaza. Lakini univumilie tu kwa muda huu mfupi. Ni share na wewe angalau dakika chache, lakini utapata kitu. Bwana asifiwe. Nataka ni share na wewe kitu ambacho nasikia ndani ya moyo wangu nikiseme siku ya leo. Jambo la kwanza linahusu utakatifu. Jambo la kwanza linahusu utakatifu. Jambo la pili linahusu kuhubiri injili ya Kristo. Hayo mambo mawili tu. Na katika hayo mambo mawili ambapo ndipo nataka ni share na wewe jambo moja. Iko hivi. Wahubiri wengi wanahubiri kwamba hakuna mtakatifu duniani. Wahubiri wengi wamehubiri hivyo kwamba hakuna mtakatifu duniani. Sawa, kwa mitazamo yao inawezekana wapo sahihi. Kwa mitazamo yao inawezekana wapo sahihi kabisa. Na kwa mtindo wa maisha wanayoishi wapo sahihi kabisa, sipingani na wao. Lakini kwa mtazamo wa neno la Mungu, mimi ninapingana na wao. Nimesema nitaongelea mambo haya mawili: utakatifu na neno, kuhubiri injili ya Kristo. Sasa, wale wanaosema kwamba duniani hakuna mtakatifu, hii dunia yote hakuna mtakatifu, wako sahihi. Sipingani na wao. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mtazamo wao na wenda namna walivyopokea injili. Namna moja ama nyingine ambayo mtu alipokea injili inaweza kumwaminisha, inaweza kumfanya yeye kuamini kwamba duniani hakuna mtakatifu. Lakini kwa mtazamo wa neno la Mungu, hivi tunaposema watakatifu wapo.
wanaoishi duniani. Watakatifu wapo. Sasa, kwa nini mimi ninasema watakatifu wapo? Watakatifu wapo kwa sababu Mungu mwenyewe anapendezwa na watakatifu wanaoishi duniani. Ni Mungu mwenyewe amesema hivyo. Anamwambia Daudi kwenye kitabu cha Zaburi. Kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 16 na mstari ule wa 3. Mtu wa Mungu, hii dunia tunamoishi, watu waovu wapo. Hii dunia tunamoishi, watakatifu wapo. Watakatifu, wale ambao wanaishi na hofu ya Mungu ndani mwao, wapo kwenye dunia hii. Wanatembea kwenye dunia hii. Wanakula na kunywa kwenye dunia hii. Wapo. Sijui kama umewahi kusoma hilo andiko. Acha nikusomee. Linasema hivi. Mstari wa 2 anasema hivi. Nimemwambia Bwana ndiwe Bwana wangu, sina wema ila utokao kwako. Mstari wa 3. Watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Watakatifu waliopo duniani, waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Mungu anapendezwa na wakina nani? Watakatifu. Walioko wapi? Duniani. Amen. Ndio maana nilikwambia kwamba kwa mtazamo wa neno la Mungu, mimi ninawapinga wale ambao wanasema duniani hakuna watakatifu. Hili ni neno la Kristo, ni neno la Mungu kwenye kitabu cha Zaburi. Kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 16 mstari ule wa 3. Neno linasema watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, ndio walio safi, hao ndio niliopendezwa nao. Haleluya. Mimi nimengenya hapo tu ili nikuaminishe kwamba duniani watakatifu wapo. Huu utakatifu wa watu walioko duniani unakuja namna gani? Ndiposa nilikuambia kwamba nitaongea mambo mawili, utakatifu na kuhubiri injili ya Kristo. Hao wanaohubiri injili ya Kristo, tena hao miongoni mwao ndio wanaosema duniani hakuna mtakatifu. Wanapinga hili andiko. Paulo ameandika katika nyaraka zake, anaandikia watu wa Korinto. Anawaambia, ninyi ni hekalu la Roho. Kwa hivyo anasema Mungu ni mtakatifu, nanyi iweni watakatifu kama vile Mungu alivyo mtakatifu. Wanaoambiwa hayo maneno ni watu ambao wamekubali Kristo. Wamekubali kuishi maisha ya utauwa. Neno linasema kwamba iweni watakatifu kama vile mimi Mungu nilivyo mtakatifu. Iweni watakatifu. Wanaoambiwa wawe watakatifu sio walioko mbinguni, ni walioko duniani. Iweni watakatifu kama vile mimi Mungu nilivyo mtakatifu. Lakini cha mshangao, hao wahubiri tena wanaaminisha watu kwamba neno la Mungu linasema hakuna mtakatifu. Hakuna mtakatifu pindi tu haujaokoka. Lakini ukiokoka, neno la Kristo linasema tunafanywa kuwa wana wa Mungu. Na kwa sababu Mungu ni mtakatifu,
tunapookoka tu, tunapompokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, au wakati mimi nilimpokea Kristo na Kristo akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ninafanywa kuwa mtakatifu. Kinachonifanya niwe mtakatifu ni nini? Ni kule kutakaswa na damu ya mwana kondoo Kristo Yesu. Ananitakasa. Utu wa kale unaondolewa. Kristo ananivalisha utu mpya, maisha mapya. Ninamuvaa Kristo. Paulo akasema neno nzuri sana, akasema si mimi ninayeishi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Bali Kristo anaishi ndani yangu. Kwa hivyo ni kusema nini? Ni kusema kwamba unapookoka unasamehewa dhambi, kwa sababu unaungama, unatubu. Kutubu manake ulikuwa mwasherati, unaacha uasherati. Ulikuwa mchawi, unaacha uchawi. Ulikuwa mzinzi, unaacha uzinzi. Ulikuwa mnafiki, unafiki unaondolewa. Ulikuwa sijui umejaa fitina. Damu ya Yesu inakutakasa. Unaanza maisha mapya ya utauwa. Unaanza kutembea na Kristo. Unaanza kutembea na Kristo. Unamuvala Kristo. Kristo ndio linakuwa vazi lako. Haleluya. Kristo ndio linakuwa vazi lako. Sasa unakosaje kuwa mtakatifu? Unakosaje kuwa mtakatifu? Hiyo ndio swali tu. Unakosaje kuwa mtakatifu? Nikukumbushe lingine. Yesu Kristo alipokuja duniani, akafanya kazi yake, akamaliza mission yake. Mission ilikuwa ni kutafuta wewe. Na wakati alikupata, akakutakasa kwa damu, kuna ahadi alikuahidi. Lakini hiyo ahadi ya Yesu Kristo hata kuja kuchukua wenye dhambi. Atakapokuja. Atakuja kuchukua watakatifu. Wale ambao kitabu cha Zaburi inasema kwamba watakatifu waliopo duniani, hao ndio walio bora. Mungu anasema hao ndio ninaopendezwa nao. Hao ndio niliopendezwa nao, watakatifu walioko duniani. Sasa hao watakatifu ndio ambao Yesu atakuja kuwanyakua. Wengi wao watakuwa wamelala kwenye mavumbi. Na wengi wao watakuwa kama hivi tulivyo leo. Sijui wewe utakuwa miongoni mwa watakatifu watakao nyakuliwa, kwa sababu Yesu haji kunyakua dhehebu lako. Never. Ever. La hasha. Yesu Kristo hata kuja kunyakua dhehebu lako. Hakuna. Tukubaliane hilo. Yesu Kristo atakuja kunyakua watakatifu. Atakuja kunyakua watauwa. Atakuja kunyakua waamini waliotakaswa kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu isiyokuwa na hatia, kwa damu isiyokuwa na mawaa. Swali, uko tayari? Kwa sababu wewe unaambia watu hakuna mtakatifu, hakuna mtakatifu. Watakatifu wapo. Ni neno la Kristo. Usoma ile andiko. Ninapendezwa na watakatifu walioko duniani. Je, wewe ni mtakatifu? Mwingine atasema kwamba huyu jamaa anaongea nini? Bado tunaishi katika damu na nyama. Mwili umejaa madhaifu.
mwili umejaa mapungufu. Hiyo ni kazi ya mwili. Hiyo ni kazi ya mwili. Na Kristo haji kunyakua huu mwili huu ambao ninaugusa hapa. Hapana. Kristo anasema kwamba waliolala wataamka, na sisi tulio hai tutabadilishwa, manake tutavalishwa miili mipya wakati wa unyakuo. Huu mwili wa udhaifu utaondolewa na utajulikana umepelekwa wapi. Haleluya. Jambo la pili kuhusu kuhubiri Injili. Niokoe muda wangu. Jambo la pili, tukubaliane kwamba watakatifu wako duniani. Na unapoambia watu habari za utakaso, habari za watakatifu, wahakikishie kwamba duniani kuna watakatifu ambao wanaishi duniani, na Yesu atakapokuja kunyakua kanisa atanyakua watakatifu, ndio watakaonyakuliwa. Hilo halina mjadala. Ukatae, upinge, usipinge, ukubali, usikubali, hiyo ni amina. Watakatifu ndio watakaonyakuliwa, kwa sababu ni neno la Mungu, na ni yeye amesema iweni watakatifu kama vile mimi Mungu nilivyo mtakatifu. Full stop. Haleluya. Sikiliza. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, au tuseme wana wa Mungu, kwa sababu watu wengi, wahubiri wengi, wao wanatofautisha mtoto na mwana. Mimi siko huko kwamba kuna watoto wa Mungu na kuna wana wa Mungu. Hayo ni mambo mengine. Mimi ninachojua tu, wote waliompokea aliwapa uwezo, aliwapa mamlaka, aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Inatosha kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Kama mimi ni mwana wa Mungu, nini kinanitenganisha na ule upendo ambao kinanitenganisha na ule upendo wa Mungu, upendo wa Mungu ambao umenifanya mimi kufanyika kuwa mwana wa Mungu? Nini kingine? Haya basi. Kuwa mhubiri wa Injili. Kuwa mhubiri wa Injili iko hivi. Wahubiri wanaokataa kwamba hakuna watakatifu duniani, na wewe unahubiri Injili, ni heri ungeliacha kuhubiri. Ni heri uache kuhubiri Injili ya Kristo. Na kushauri mapema sana. Kwa sababu gani? Lazima Injili tunayoihubiri ifanane na maisha tunayoyaishi. Hiyo ndiyo Injili ya kweli. Sasa kama utahubiria watu Injili ya kumuamini Kristo, ya kumfuata Yesu, alafu wewe tena unapinga wanaomwamini Kristo kwamba wasiwe watakatifu, wasiishi maisha ya utakatifu, unawaaminisha kwamba hakuna watakatifu, kwa nini unahubiri Injili? Injili ya kweli inamwelekeza yule ambaye hajaamini, yule ambaye hajaokoka, atoke kwenye maisha ya dhambi, aje aishi maisha ya utauwa, maisha ya utakatifu. Sasa, na mfano wa maisha hayo ya utakatifu ni wewe mhubiri wa Injili. Mfano wa maisha, manake kielelezo, ili wale watu waone maisha ya utakatifu, ili wale wanaohubiriwa washuhudie maisha ya utauwa, wanaanza kuyaona kwako wewe ambaye ni mhubiri wa Injili. Bwana tusaidie sana. Wanaanza kuyaona kwako wewe ambaye ni mhubiri wa Injili. Kwa hivyo, mhubiri yeyote wa Injili, ninazungumza na wewe, kwa sababu siku hizi Injili yenu iko tu kwenye madhehebu. Kama hujapewa kuhubiri kanisani, unaona hufanyi kazi ya kuhubiri Injili. Wahubiri wengi wako hivyo. Kama hajapewa kuhubiri kanisani,
anaona hafanyi kazi ya kuhubiri. Anasema siku hizi nasikia mtoto anacheza, ndio lugha anatumia. Nasikia mtoto anacheza, nataka nihubiri. Mtoto anacheza, unataka uhubiri. Umekosa mahali pa kuhubiri injili. Wale walioko katika dhehebu lako walikwisha kuhubiriwa. Alafu wewe bado unasikia mtoto anacheza ukahubiri injili kwenye dhehebu lako. Umekosa mahali pa kuhubiri injili. Mahali pa kuhubiri injili pamejaa hivi. Anasema enendeni ulimwenguni kote, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Muwafundishe yote niliyowaamuru. Yesu alishatuamuru. Lakini bado wewe tena unang'ang'ania, ukikaa mwezi mmoja, miezi mbili haujahubiri mkanisa, unaanza vita na mchungaji. Shida gani wewe? Uko na matatizo. Wewe ambaye ni mhubiri wa injili, ya kwenye dhehebu lako tu, ukichelewa kupewa kanafasi kuingia kwenye madhabahu, unaanza vita na mchungaji. Uko na matatizo. Wewe uko na matatizo. Shamba linakusubiri ukalime, lakini wewe unataka kwenda kulima kwenye shamba tayari limeshalimwa. Wewe una matatizo. Pole sana. Una matatizo makubwa sana. Haya, iko hivi. Mhubiri wa injili ambaye haishi kulingana na injili anayohubiri, huyo ni mhubiri muongo. Mhubiri wa injili anatakiwa aishi neno, kwa sababu wewe umebeba neno. Ni neno ndilo nalipeleka kwa watu, ili watu waliamini lile neno. Kitu kizuri ni wewe sasa uliishi lile neno. Uishi lile neno. Ishi neno. Ishi neno. Ndipo wale watu wengine watajua kweli huyu ni mhubiri wa injili. Wacha tumfuate. Ndivyo ambavyo Paulo anasema kwenye nyaraka zake. Anasema nifuateni mimi kama vile mimi ninavyomfuata Kristo. Sasa wewe utaambia watu waishi maisha ya utaua, waishi maisha ya utakatifu, waache dhambi, waache uzinzi, wewe mwenyewe mzinzi, waache uasherati, wewe mwenyewe mwasherati, waache umbea, wewe mwenyewe mhubiri mbea, waache chuki, wewe mwenyewe mhubiri umejaa chuki, magomvi kwenye dhehebu lako, mchochezi ni wewe. Unahubiri injili gani? Unahubiri injili gani? Unahubiri injili gani? Angalau ungeacha. Acha kuhubiri. Acha kusumbua watu na injili za uongo. Ishi neno. Ishi neno. Na Kristo aliye hai unayemtumikia atakushuhudia kwa watu. Ile injili unayohubiri itagusa mioyo ya watu. Bwana akubariki sana. Na sikia kusikitika sana kuona mtu ni mhubiri wa injili lakini anashindwa kuishi neno. Nasikia kusikitika sana kuona mtu anajidai mimi ni mchungaji, mimi ni mtume, mimi ni nabii, lakini ujumbe alio nao unageuka kuwa ujumbe wa ufisadi, wa kutapeli watu. Ni masikitiko makubwa sana. Kitu kizuri, ishi neno. Ishi neno. Uishi injili. Injili manake nini? Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie. Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie. Na Paulo akasema vizuri sana kwenye waraka wake wa Warumi sura ya 1 mstari wa 16, anasema kwamba sionei haya injili, maana ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Sionei haya injili. Watu wengi wanaonea haya injili. Akipewa madhabahu ndio namsikia mhubiri wa injili huyu kabisa. Lakini akiwa mitaani, akiwa kwenye community yake, akiwa kwenye jamii, huwezi kumsikia na hubiri injili. Huwezi kumsikia na shuhudia watu habari za Kristo. Anasikia haya kumhubiri Kristo hadharani. Anasikia aibu kumhubiri Kristo
katikati ya watu. Paulo anasema sionei haya injili, maana ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Usio tu mjasiri wa kuhubiri injili kwenye madhabahu na wakati unashindwa kushuhudia watu injili. Bwana tusaidie sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Huyu si mwingine, ni ndugu yako katika Kristo, Rashidi Elocho. Nimekuletea ujumbe huu kwamba tujue kwamba duniani watakatifu wapo, na wewe ambaye unahubiri utakatifu, ishi huo utakatifu. Ishi huo utakatifu. Wewe ambaye unahubiri utaua, ishi maisha ya utaua. Na maanisha nini? Uishi neno. Na kuishi neno kuko katika mambo haya. Jifunze neno la Kristo na uliweke ndani ya moyo wako, sio kwa akili. Neno likae katika moyo wako. Uwe muombaji, uwe mtu ambaye umedumu katika maombi. Usifuate wale wahubiri wa uongo wanaosema kwamba hapana kuombaomba kila mara, unashinda tu kumaombi, bila kutafuta pesa. Mhubiri wa injili hauwezi kuwa mhubiri wa injili bila kuomba. Haiwezekani. Yeyote anayekuhubiria kwamba usio unaomba Mungu anasikiaka tu hata kama hujaomba. Kweli anasikiaka, lakini Yesu alikuwa anajua Mungu anasikiaka. Yesu mwenyewe, Yesu ndiye Mungu. Alikuwa anajua kwamba Mungu anasikiaka maombi hata kama hatujaomba. Lakini huyo Yesu alikuwa anaenda kukesha kuomba kwenye milima. Anawatoroka, anaenda kuomba. Na anajua kwamba Mungu anasikiaka hata kama hajaomba. Inamaanisha nini? Hii inatushauri kwamba tudumu kwa maombi. Tudumu kwa maombi. Huduma yetu ya kuhubiri injili inakuwa na nguvu. Inakuwa na nguvu ya kupenya ndani ya mioyo ya wale ambao bado hawajamwamini Kristo, pale tunapokuwa tunadumu katika maombi. Hivyo tu. Ukiwa Mkristo unaosema kwamba Mungu anasikiaka tu maombi hata kama tujaomba, anasikiaka vyote. Sasa anasikiaka vyote. Utakuwa Mkristo ambaye uko na ukame wa kiroho. Utakuwa Mkristo ambaye uko na ukame wa kiroho. Hubiri injili ya Kristo, dumu katika maombi. Dumu katika kusoma neno, dumu kujifunza neno la Kristo. Nawe utatembea vizuri katika wokovu. Wokovu ambao tulio nao ni safari mrefu, haihitaji kukata tamaa, inahitaji kusonga mbele, inahitaji kupambana. Kwa sababu, kwa nini kupambana? Kwa nini kupambana? Kwa sababu adui tunayepambana naye vita, na yeye ana nguvu. Na ili kwamba tupate nguvu ya kumshinda, lazima tujae neno, lazima tujae maombi. Tuwe watu ambao tumedumu katika maombi. Na haya mambo mawili yana uwezo wa kutuwezesha sisi kuhudumisha ule utakatifu ambao Mungu amesema kwenye kitabu cha Zaburi 16 mstari wa 3 kwamba watakatifu walioko duniani ndio niliopendezwa nao. Watakatifu walioko duniani ndio niliopendezwa nao. Jioni hii Bwana kubariki. Neema ya Kristo iwe pamoja na wewe. Neema ya Kristo iwe pamoja na wewe. Na nuru ya utukufu wa Mungu wa mbinguni ikumulukie njiani. Narudia. Nuru ya utukufu wa Mungu ikumulikie njiani katika safari zako zote za huduma ya injili. Mhubiri Kristo, usichanganye na mwili. Mwili maana yake maisha ya dhambi au tamaa ya mwili. Usichanganye injili na hizo vitu. Utaharibu huduma yako ya kuhubiri injili. Usiwe mhubiri wa kutegemea tu mhubiri wa madhabahu. Nitahubiri tu akinipanga kanisani kuhubiri. Hapana. Jikaze kuhubiri pia wale ambao bado hawajawahi hata kukanyaga kanisani.
hawajawahi hata kusikia injili ya Kristo ikihubiriwa. Ukiwahubiri hao, ukimpata huyo, mbingu zinafurahi kwa niaba yako. Mbingu zinasema haleluya, amina. Ni neno la Kristo. Bwana akubariki. Shalom, shalom.